upanga wa Herode? How will you dodge the sword of Herod? Hallelujah. Amen. Kuna maherode wengi There are many Herods na wana upanga and they have swords ili waangamize maisha yako. that they destroy your life. Lakini utapona hiyo upanga ya Herode namna gani? But how will you survive the sword of that Herod? Kuna mtu Mungu atamponya leo na Herode anayefuata maisha yake. There's somebody here whom God will save you from Herod who is following your life. Mungu ataua huyo Herode kwa jina la Yesu. God will kill that Herod in Jesus' name. Kuna Herode hataki akuone umebarikiwa. There's Herod who does not want to see you being blessed. Kuna Herode hataki asikie una afya mzuri. There's Herod who does not want to hear that you have good health. Na anatuma majeshi wake mahali pote na upanga. And sends his armies everywhere you are with his sword. Lakini Mungu atakuepusha na hiyo upanga ya Herode. But God will put you far off from the sword of Herod. Hallelujah. Amen. Unaweza ongea mwenyewe huko kama sitakufa na upanga ya Herode. You can talk to yourself that I not die with the sword of Herod. Hallelujah. Hallelujah. Biblia neno la Mungu linasema The Bible, the word of God tells us wakati Yesu alizaliwa, when Jesus was born, ilikuwa wakati mfalme Herode alikuwa anatawala. to the time when King Herod was reigning, Yesu alipozaliwa, when Jesus was born, nyota ilionekana. the star was seen. Kila mtu ana nyota yake. Every person has his or her star. Nyota ilipoonekana, When the star was seen, ilikuwa nyota isiyo ya kawaida. it wasn't ordinary star. Wamajusi wakaangalia ile nyota. The wise men saw that star. Nafasi zibaya zinazimishaka nyota ya mtu. There are bad places that removes, quenches the star to shine. Ukifika kwa hilo eneo nyota yako inazimia kabisa, haitaonekana. When you reach that area, your star will not be seen completely. Ndio maana walipofika kwa Herode, That's why when they reach at the home of Herod, hawakuona nyota tena, they did not see the star anymore. sababu ilikuwa mazingira mabaya. Because it was a bad area. Mungu atakutosha kwa mazingira ya Herode kwa jina la Yesu. God will remove you from the siege of Herod in Jesus' name. Kila wale ambao wanakuzunguka juu wakuzime, Mungu atafukuza umoja umoja. Those who have sieged you, that they distinguish you, God will chase them one by one. Herode hakuona hiyo nyota, Herod did not see that star, lakini wamajusi waliona. but the wise men saw it. Macho ya Herode sikuone kwa jina la Yesu. Let the eyes of Herod do not see you in Jesus' name. Utamaliza hii mwezi ujao mpaka malize mwaka, Herode hata kumaliza. You will finish this month, even up to the end of this year. Herod will not finish in Jesus' Kuna name. watu nyota zao zinaenda kuangaza, There are those people whom their stars are going to shine. na Mungu atakuconnect na watu ya maana kama wamajusi, ili wakuja waisaidie tena nyota yako. God will connect you with important people like the wise men that they push you to your destiny. Wamajusi hawakuja mikono bure. The wise men did not come empty-handed. Walikuwa watatu. There were three of them. Mmoja alikuja na dhahabu, One came with gold, mwingine alikuja na uvumba, another one came with myrrh, na mwingine alikuja na manemane. and another one came with incense. Na ilikuwa maneno tatu za kiunabii kwa maisha ya Yesu. And there were three prophetic words in the life of Jesus. Hao walikuja na dhahabu. They came with gold. Mungu alijua ya kwamba Herode atamwinukia Yesu na Yesu atakimbilia Misri. Watauza hii dhahabu na itawasaidia huko. God knew that Herod will rise against Jesus and he will run to Egypt and they will use this gold when they're there in Egypt. Mungu anakuwa provider kabla kitu akijakuja. Mungu anajua. God is a provider before something happens to you. He provides it. Mungu akuletee watu ambao wako na provision kwako kwa jina la Yesu. May God bring you people who have your provision in Jesus' name. Dhahabu, jambo la pili, ilikuwa inaonyesha usafi ama utakatifu. Now gold, the second meaning of it was showing cleanness or holiness. Unajua dhahabu wanatia kwanza kwa moto, wanaichoma kabisa, inalungula ndio inatoka kwa safi kabisa. You know gold, they first purify it through fire, that it is purified and it comes out pure gold. Mwingine alileta uvumba kuonesha ukuhani wa Yesu Kristo. Another one brought incense showing the priesthood of Jesus. Na hao wengine walileta manemane. Manemane walijua kwamba Kristo atakufa na atafufuka.
and others brought myrrh. They knew that Jesus will die and rise again. Walikuwa kwa upango ya Herode. They were there in the house of Herod. Hawakuona tena hiyo nyota. They did not see the star. Wakamuuliza Herode, And they asked Herod, yuko wapi mfalme aliyezaliwa? where is the king who is being born? Herode akauliza watu wake, And Herod asked his people, mnajua hii habari? do you know about this news? Wakasema ndio, ilitabiriwaka na imeandikwa. They said, yes, it was prophesied and it was written. Akasema okay. Said, okay. Akaita wa majusi, He called the wise men akawaambia, and told them, mwende go, muangalie amezaliwa wapi, see where he's born, murudi kwangu, come back to me, juu na mimi niende nimsujudie. so that even me, I go and worship him. Hiyo ilikuwa usemi wa Herode, It was just the talks of Herod. lakini muroho But in his heart, mpango yake ni ya kuua mtoto. his plan was to kill the child. Herode anakuoneshaka kwamba ni rafiki yako. Herod shows you that he is your friend. Herode anacheka na wewe, Herod laughs with you. lakini kwa roho iko na kumaliza. But in heart he's finishing you. Akasema mwende mtarudi tena. Said, go and you'll come back again. Lakini mpango ya Mungu, But the God's plan, hakuna mwanadamu anaweza ibadilisha. no any human being can change it. Hakuna mrozi anaweza ibadilisha. No witch can change it. Hakuna giza yoyote inaweza badilisha kile Mungu amekupangia. There's no darkness that can change what God has planned for you. Naongea tena. I'm speaking. Kenye Mungu amepanga juu yako. Whatever thing God has planned for you. Hakuna mwanadamu. No man. Hakuna mrozi. No witch. Hakuna ushirikina. No witchcraft. Hakuna mazingaumbwa. Nothing like bad luck ambayo inaweza rudisha mpango ya Mungu nyuma. that can withdraw the plan of God backward. Hata kama Herode na watu yake yote wamepanga kuua Yesu, Even if Herod with all his people that planned to kill Jesus, lakini mpango ya Mungu ilikuwa ni kwamba Yesu amezaliwa, anakuja kukomboa ulimwengu. the plan of God was that Jesus is being born and to save the whole world. Na ilibidi hiyo mpango itimilike. And the plan must be fulfilled. Kuna maherode wako na kupangia kibaya There are Herods who are planning evil for you, ili wakumalize mapema, that they finish you before lakini time. kwa kuwa una mpango ya Mungu, But because you have God's plan, Mungu amekuchora vitanga vya mikono yake. God has engraved you in his palms. Mrozi hata kumaliza, The witch will not finish you. laana za kijamaa zitakumaliza, Curses of family will not finish you. kilichomaliza baba yako hakitakumaliza, Because you what finish your father will not kilichomaliza mama yako hakitakumaliza, finish your mother will not finish you. kinachomaliza watu kwa village yako hakitakumaliza, What is finishing people in your village will not finish you. kilichopiga dada zako hakitakupiga wewe, What hit your sisters will not hit you. sababu Mungu ana mpango na wewe. Because God has plan with you. Kumbuka Yusufu Remember Joseph, alikuwa na ndoto, he had a dream. ndugu zake walimuinukia His brothers rose against him, ili wazime nyota yake, that they distinguish his star, ili hiyo ndoto yake sitimilike. so that his dream may not be fulfilled. Lakini juu ilikuwa mpango ya Mungu, But because it was God's plan, siku moja amekuwa minister one day he became a minister, na ndugu zake and his brothers, walipiga magoti mbele yake. they knelt before him. Wale wanakusumbua leo, Those who are disturbing you today, muda inakuja, time is coming, wataona utukufu wako, they'll see your glory, watapiga magoti mbele yako, they'll kneel before you. hawatazima nyota yako. Not distinguish. Herode hata kumaliza, Herod will not finish you. katika jina la Yesu. The name of Jesus Christ. Wamajusi walipoenda, When the wise men went, Mungu akaleta ndoto God brought a dream kwa ngambo mbili, in two words akaambia Yusufu, and told Joseph, chukua mtoto take the child na mama yake and his mother, mkimbilie Misri, run to Egypt. sababu Herode anataka muua. Because Herod wants to kill him. Yule malaika akaletea wa majusi ndoto, That very angel brought a dream to wise men. akawaambia msirudie ile njia mulitokea, Said, do not return back to the way that you came from. mwende kwa njia ingine. Pass another way. Mungu atakuletea ndoto God will bring you a dream ya kukuepusha na mtego ya Herode. to put you far off from the trap of Herod. Mungu asipokulotesha wewe,
wewe, atalotesha mtu mwingine. If God does not make you to dream, that dream will make somebody else to dream. Akuepushe That He puts you far off na mtego ya Herode mwanataka kumaliza. from the trap of Herod who wants to finish. Mungu anaongeaka kwa ndoto. God speaks in dreams Akawaambia wa majusi, and told the wise men, msirudie kwa ile njia do not return to the same way yenye mlitokea. that you came from. Naongea na mtu mmoja saizi. I'm speaking to one person right now. Hautarudilia ile njia yolitokea. You will not pass the same way you came from. Tangia Januari hadi mwezi ya 10. From January up to this month of Kuna October, njia umepitia. there is a way you are passed. Sijua ilikuwa nzuri ama I mbaya, don't know whether it was good way or bad. lakini hautarudia mwa ile njia. I do not go back to the same Sababu way. Mungu anataka kuonesha njia nyingine. Because God wants to show you another way. Sababu ile njia ulitokea, Because that way that you came from, Herode iko huko. Herod is there. Na Bwana hataki urudi kwa Herode. And Lord does not want you to go back to Herod. Atakuonesha njia nyingine. Will show you another way. Mungu akuoneshe njia. May God show you another way. Oh, hallelujah. Hallelujah. Mungu akuoneshe njia. God show you a way. Njia yenye Herode hataona. A way that Herod will not see. Mungu akaambia wa majusi, And God told the wise men, msirudie ile njia. don't go back to the same way. Hallelujah. Hallelujah. Angalia mko pembeni yako, mwambie usirudie mwa ile njia. Look at the somebody next to you, say, do not go back to the same way. Hallelujah. Amen. Njia ya umaskini usirudia tena. The way of poverty, do not go back there. Njia ya magonjwa usirudia tena. The way of sickness, do not pass there again. Njia ya lahana usirudia tena. The way of curse, do not go back there again. Mungu anakuja kuletea njia mpya God is bringing you a new way ya kukupeleka kwa utukufu wako. of taking it to your glory. Mungu akaambia wa majusi, God told the wise men, msirudi kwa hiyo njia do tena. not go back to the same way. Maana Herode Because Herod anataka uwe mtoto. wants to kill the child. Mungu anakupangia mazuri. God is planning well for you. Anasema kwa Yeremia, He says in Jeremiah, ninajua mawazo ninawaza juu yenu, I know the good thoughts I have about you. mawazo ya mema wala si mabaya. The thoughts of peace, not of Kwa evil. hiyo Mungu alikuwa anampangia Yesu. For that reason, God was planning for Jesus. Herode naye iko napanga amumalize. Herod was also planning to finish it. Sasa uko katikati. Now you are in the middle. Herode iko hapa Herod is here na Mungu anapanga. and God is planning. Herode anapanga, Herod is planning. Mungu anapanga. God is planning. Mpango ya Mungu itatimilika. God's plan will be fulfilled. Hallelujah. Hallelujah. Kabla Herode haja kufikia, Before Herod reaches you, Mungu atakuwa amekufunulia when God has revealed it to you, na atakwambia ufanye nini. and will tell you what to do. Hallelujah. Hallelujah. Mama mmoja alikuwa naomba One woman was praying. kila mara iko kwa kanisa, Every day she was in the church, lakini alikuwa na adui. but she had an enemy. Mume wake alikuwa amechukua kahaba mwingine, Her husband had taken another harlot. na mwisho And lastly, akaenda akabaki kwa huyo kahaba. that man remained with that prostitute. Huyu naye anafanya uchawi ajabu. That woman was sending a lot of witchcraft. Huyu mama naye anaomba, Now this woman was also praying. na siku moja And one day, walimwambia huyo kahaba huyo they told that prostitute alete nywele ya ule mama to bring a hair of that woman, ili wafanye uchawi ya kumaliza. that they do witchcraft to finish. Alienda kusaluni She went to salon kwenye huyu mama anazoeaka, where that woman is accustomed to, akaongea na binti moja, and talked with one lady. akawaambia nakupa mitwaro 15, Says, I'm giving you 150,000. nitafutie nywele ya huyo mama. Just get me the hair of that woman. Siku atakuja hapa, The day she'll come here, hakikisha umempata. make sure that you get her hair. Na siku moja And one day, walipata hiyo nywele, they got that hair. wakapeleka kwa waganga. They took to the medicine man. Wakati mganga iko natengeneza nywele, When the witch was there organizing the hair, akafunga kwa mkuki he tied it on an arrow, akaambia ule dada ule, and told that woman, ikienea midnight ya usiku, if it reaches midnight at night, angalia kwa dirisha lako, just see through your window, kwa hiyo mshale get that bow, uikokote, just pull it, uiachilie, just release it, na asubuhi and in the morning utasikia huyo mama amekufa. you will hear that woman has died. Wakati wako napanga huko, Waherode wako napanga, When the Herodes were planning there, huyu mama alikuwa anazoea kulala saa 2 ya usiku. the woman was so used to sleep at 8
p.m. juu aamke mapema aende kukazi, that she wakes up early, she goes for her job, lakini anakosa usingizi. but she was sleepless. Amezima simu, amekosa usingizi. She switched off the phone and she was sleepless. Wakati unakosa usingizi usiku, usizarau, ni message Mungu anakupatia uombe. When you are sleepless at night, do not despise it, the time God has given you to pray. Mama huyu anajaribu kulala, nazima simu kila siku, usingizi imekosekana. This woman tried to sleep, she tried to do everything, but sleep refused. Anajaribu kutia muziki ile ya chini chini aone kama talala. Alikuwa anapenda gospel music. She liked gospel music. She put low tune, maybe it could make her to sleep. She failed to sleep. Ikashindikana. It failed. Akasema acha nianze omba. Said, now let me begin praying. Saa 3 za usiku At 9 p.m. akaamuka, kaingia kwa uwanja wake, she woke up and went in her akaanza omba. started praying. Roho ya Mungu kuna mwambia maneno za kuomba. The Spirit of God was telling her what to pray for. Midnight kamkuta iko kwa maombi. The midnight got her in prayers. Na wakati alikuwa akiomba, And as she was praying, huyo mama anaingia kwa dirisha, anafungua. the other woman opened a window and opened it. Alishafunga nywele za huyo mama kwa hiyo mshale. She had tied the hair of this woman on that arrow. Alipoachilia mshale hiyo, When she released the arrow, hiyo mshale, that arrow, hii kitu ya kokota ile kambe kakatika. this tire which they tie on the bow got cut. Mshale kaanguka chini. The arrow fell down. Mama yuko kwa maombi. The other woman is in prayer. Mshale ilipoanguka chini, When the arrow fell down, ilirudilia huyo mama. it returned to this very one who Huyo was mama shooting kaanguka. it. This woman fell Akazimia. and she fainted. Wakamkimbizia kwa hospitali. They took her to hospital. Asubuhi amekufa. In the morning she was dead. Amekufa. She had kicked the back. Maombi yule mama alianza omba. The prayers that woman started praying, Iliangamiza Herode. it destroyed Herod. Kuna Waherode hawalale, wanakuinda usiku na mchana. There are Herods who do not sleep, they hunt you the whole night. Lakini Mungu atafunua jambo fulani But God will reveal certain situations ili uombe, that you pray, ili upigane vita. that you fight battle. Jia huyo Herode About that Herod, mwiko nataka kuangamiza. the one who wants to destroy you. Kila mtu Every person anakuwa na Herode wake. has his or her Herod. Kila mtu ana adui wake tofauti. Every person has his different or her Lakini different kimbilio letu ni enemy. Mungu. But our refuge is God. Haleluya. Hallelujah. Unapoangalilia Mungu, When you look upon Christ, unapoita Yesu, when you call upon Christ, hata wakupige uchawi, even if they trap you with witchcraft, utakanyaga you will trample on na it unatembea and you just move na haitakuzuru. and it will not touch you. Maana Bwana Because the Lord atakuwa mchungaji wako. will be your protector. Haleluya. Hallelujah. Biblia inatuambia ya The kwamba Bible tells us that Herode alipoona Wamajusi hawakurudi, when Herod saw the wise men not coming back, akawasubiri hawarudi. he waited for them and they were not coming back. Akaita watu wake, He called his people. akasema tufanye nini? He said, what should we do? Tuue watoto wote We should kill all the children, tangia kuzaliwa from the one who is born right now mpaka miaka miwili. up to 2 years. Herode akapanga. Herod planned. Tusomee Mathayo 18 hiyo. Let us read verse 18 there again. Matthew 2:16 to 18. Then Herod, when he saw that he was deceived by the wise men, was exceedingly angry, and he sent forth and put to death all the male children who were in Bethlehem and in all its districts, from 2 years old and under, according to the time which he had determined from the wise men. Then was fulfilled what was spoken by Jeremiah the prophet, saying, a voice was heard in Ramah, lamentation, weeping and great mourning, Rachel weeping for her children, refusing to be comforted because there were no more. Niliwanywesha na maziwa. Paul is saying that I fed you with the milk. Mtoto anapenda maziwa. A child likes milk. Na yule Mkristo mwenye hajakomaa And a Christian who is not yet grown anapenda maziwa. likes milk. Taenda Dubai. I'll go to Dubai. Amen. Amen. Na siku analeta. And she brings the seed. Hallelujah. Amen. Pokea gari ya Benz. Receive a Oh, hallelujah. Hallelujah. Mtitwala mulinyari ya Yesu. Take it in Jesus' name. Analeta na mbegu. Brings even a seed.
Hallelujah. Hallelujah. Pokea nyumba ya Karina. Receive a stored house. Hiyo ni maziwa. Those are milk. Usibakilie hapo. Don't remain there. Lazima ukomaa. You must grow. Ndio maana Yesu That's why Christ aligawa kazi yake kwa aina 4. he divided his work into 4. Wale walikuja kwake Those who came to him, walikuwa vikundi 4. there were 4 groups. Wa kwanza waliokuja The first group that came, aliwaita kuja uone. he called them. Viens et vois. He called them, said, "Come and see. Kuja uone. Come and see." Ndio aina ya kwanza wa Kristo. Those are the first Christians. Ndio hao wanapenda maziwa. Those are the ones who like milk. Anakuja aone. They come to see. Wakimwambia When they tell the Christian, kuna nabii kule mkono, there is a prophet there in Mukono, kangende ndio ebyange ajabira. let me go and see whether that prophet will see my straight. Hallelujah. Amina. Kuja uone. Come and see. Ndio watu wa kwanza walikuja kwa Yesu wengi. Those are the first group that came many to Christ. Mengi walisikia. And when they heard, Anapatia watu mikate. he's giving people bread. Anafanya maajabu. He's doing miracles. Njoo uone. Come and see. Usibakilie kwa maziwa. Don't remain on milk. Lazima kule mfupa You must eat bones ili ukomaa. that you grow. Hallelujah. Hallelujah. Mungu anataka Mkristo yule amekomaa. God loves the Christian who is grown. Kwa hiyo kazoruba kadogo hakatakutisha. Just a small storm cannot shake you. Mipanga ya Herode haitakumaliza. The sword of Herod will not finish you Sababu umekomaa. because you have grown. Hallelujah. Hallelujah. Komaa. Grow. Acha kubakia tu. Simama dede. Don't remain babyish. Tengerere baby, tengerere. Najua bebe wengine watamwambia simama dede, simama dede, anajaribu anaanguka. Anamuzia hata kitu hakuna kamati yako, hakuna. Ngonyinjo tunaitaka. You know there are some babies which we sing to them. Tengerere mwana imiride, tengerere. Lebamukulira ne kadole, yenyweze kuli atambuze kuli tosigala tengerere baby. Kula. Komaa kwa jina la Yesu. Grow in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kristo anataka aone kanisa limekomaa. Christ wants to see a church has grown. Neno ya Mungu The word of God, ikawe kwa wingi ndani. put it in you. Kama hauna neno ya Mungu ndani mwako, If you don't have the word of God in you, mpanga ya Herode the sword of Herod itakuchukua. will take you. Yesu alipofanya kazi, When Jesus did work, hatua ya pili walikuwa wale aliwaita mnifuate. the second step, those people whom he called, follow me. Suivez-moi. Follow me. Yani wale wa kwanza The first group, walikuja ona they came to see na wakaenda. and they went. Wa pili The second group akaambia mnifuate. told them, follow me. Inabidi utoke kwa ile kiwango ya follow me ufikie kiwango ya suivez-moi. You need to get to get out of the level of come and see and reach the level of follow me. Mnifuate. Follow me. Ni hapa alipata wale 12. And from that group where he got 12, Wakamfuata. they followed him. Ni hapo utakuta mtu sasa naamua. Now you find somebody decides, Sema naona nitulie hapa. I see I've settled here. Naona Mungu atanisaidia hapa. I see God will help me in this church. Na akaenda hatua ya 3. And he went to the third level. Hiyo unifuate, unaweza soma Mathayo 4:18. That one, follow me, you can read it in Matthew 4:18. Ni hapa mtu anaanza chunguza sasa. That's where somebody can start now see. Na wale hatua ya 3 And those in the third group, akawaita the third level, he called them, mkuwe ndani mwangu. that be in me. Mkuwe na mimi. Soyez avec moi. Be with me. Hallelujah. Hallelujah. Sasa walianza tulia, They started settling. wakaanza msikiliza. They started listening to him. Kutoka kwa 17 wanakuwa 12 peke yake. From 17, they only 70. they only remained 12. 12 peke yake. Only 12. Wanatulia. They settled. Na mwisho Lastly, ni wale aliwaita muwe nami. Wale walikaa na yeye milele mpaka mwisho, hata kama alikufa lakini kazi iliendelea. those whom he said, be with me, even when
when he died, they were with him and the work continued. Power bank yako iko wapi? But you have a spiritual life. Do you watch it all the time? The power bank, do you have it that Wengine charges you? lishakazimika kabisa. Others, it is already distinguished. Na hata uicharge moto haiwezi ingia tena mpaka ushitue ile battery. Even if you charge it, it cannot charge until you remove that battery. Hata wahubiri. Even if they preach, neda. Sasa leo mimi sikubarikiwa. Today I was not blessed with the preaching. Sikubarikiwa I leo. was not blessed at all. Hallelujah. Amen. Charge simu yako. Charge your Maisha phone, yako ya kiroho. your spiritual life, Uhusiano yako na Mungu. your relationship with your Dunia God. na hivi vitu yote itapita. The world with all its things will pass away, Lakini but Mungu atabakia God will remain milele na milele. forever and ever. Tia Mungu mbele. Put God forward. Maisha yako ya kiroho. Your spiritual life. Angalia unatembeaje na Mungu. See how you walk with God. Hallelujah. Hallelujah. Usiache kukusanyika. Don't forsake assembling. Jambo la 4 The fourth thing litakufanya ukomae that will make you grow ni utoaji na kusaidia wengine. is to give and helping others. Utoaji Giving itakufanya ukomae kiroho. will make you grow spiritually. Unajua mtu ambaye hajakomaa You kiroho, know somebody is not grown spiritually. tunapomwambia tunataka nunua kiti, If we say we want to buy some chairs, anakwazika. ah, Njoo maana sipende makanisa. Kila nikienda makanisa mtoe. Njoo maana sipende hizi kanisa. starts grumbling. But locally church all the time, give in, we want to buy this and this. That's why I hate this. Lakini yule amekomaa kiroho, The one who is grown spiritually. kama tu ni kazi ya Mungu sio ya mwanadamu, If it is just God's work, not human being work, ana support bila shida. just supports without any problem. Sabahame. I'm praying for you, let the witches who are making you to suffer. Biblia inasema The Bible tells us Herode akakufa. Herod died. Na wakati Herode alikufa, Herod died. Mungu akamwambia Yesu, God told Joseph, mrudie. go back. Herode alishakufa. Herod has died. Oh, Herode akufe kwa jina la Yesu. Herod died in Jesus' Na name. urudie kwa baraka yako. And you enter into your Urudie kwa mazuri yako. enter into your good. Herode mwiko na kukimbiza. Herod has put you in Herode mwanataka kumaliza. wants to finish. Anaenda kufa. He's going to die. Katika jina la Yesu. Jesus' name. Nataka usimame kwa miguu yako miwili. It's up on your 2 feet. Na uanze omba. Start praying. Mwambie Bwana, Tell the Lord, kila Herode every Herod mwenye iko na upanga has a sword mwanataka nimaliza, to finish me, atakufa mbele yangu. die before me. Herode alikufa mbele ya Yesu. Herod died before Christ. Herod, Alikufa he died mbele ya Yesu. before Christ. Acha nione wanasoma Biblia hapa. Nani alikufa mbele? Yesu ama Yuda? Let me see, people who Bible readers here, who died first? Was it Jesus who died first or Judas? Nani? Who died first? Judas. Nani alikufa mbele kati ya Yuda na Yesu? Who died first? We are talking about Jesus and Judas Iscariot. Yuda alimzisha Yesu. Judas sold Jesus. Nani alikufa mbele? And who died before? Are you sure? Banange. Muchikakasa. Alienda akajitundika kumiti, asuka tumbo akapita. He went and hanged himself on a tree and he busted and he died there. Alienda kwa makuhani. He went to the priest. Akasema franga yenu hii. He said, this is your money. I return it to you. You leave that person. Wakasema haiwezekani. They said it is impossible Lazima now. tumsulubishe. We must crucify him. Akaenda akajinyonga kumiti. He went and strangled himself, hanged himself Wenye on a liko tree. nataka kuua watakufa mbele yako. Those who want to kill you, they'll die before you. Wenye wanakuchindia shimo watatumbukia wenyewe ndani. Those who have dug for your pit, they'll fall in it by themselves. Herode na mipanga yake tamkata yeye peke. Herod with his sword will cut himself. Sababu Bwana atakuponya na upanga ya Herode. Because the Lord will save you
from the sword. Anza omba, umwambie Mungu, mpango wa Herode haitanimaliza. Start praying to God, say the sword of Herod will not finish. Bwana unifiche. God hide me. Bwana nipiganie na Herode wa maisha yangu. God fight the Herod. Omba kwa jina la Yesu. Pray in the name of Kemea ule Herode Cast away mwenye kunataka kumaliza.